Naam, asante sana kwa kuungana nasi tena katika mwendelezo wa kusikiliza na kuangalia yale ambayo yanaendelea kujiri leo katika mahakama huko Dar es Salaam, katika ukumbi wa mahakama ambapo kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu inasikilizwa na majaji watatu leo. Mtazamaji, kabla tusonge mbele, fanya jambo la busara, bonyeza alama ya like kwenye video hii, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Katika sehemu iliyopita ya kesi ya leo inayosikilizwa ya Tundu Antipas Lissu, tuliachia sehemu ambapo shahidi wa kificho kwa jina P6 aliweza kufikishwa ndani ya chumba hicho cha siri ama kizimba hicho kutoa ushahidi. Shahidi huyo tuliachia sehemu ambapo alisema ya kwamba alimsikia Tundu Lissu ama mwenyekiti wa Chadema akizungumza na kuapa ya kwamba watafanya uasi na kwamba hakutakuwa na uchaguzi mwaka 2025 bila mabadiliko. Tusonge mbele. Anaendelea kuelezea mazingira ambayo inadaiwa aliona hotuba hiyo. Anasema ilionekana kuwa ndani ya ukumbi. Shahidi huyo anasema kutokana na video hiyo aliweza kumwona vizuri mwenyekiti akizungumza ndani ya nyumba. Tukumbuke ya kwamba shahidi huyo katika sehemu iliyopita alisema ya kwamba aliweza kuona video hii ya Tundu Lissu akizungumza katika mtandao wa YouTube wa akaunti ya Jambo TV. Mlango wa mahakama unafunguliwa kimya kimya, huku wakili Peter Kibatala akiingia. Anakaa karibu na mheshimiwa kizimbani cha Tundu Lissu. Kuna salamu fupi ya kimya kati yao na Tundu Lissu anatabasamu kificho. Wakili wa serikali aendelea kuhojiwa. Anamtaka shahidi huyo kueleza sura ya Tundu Lissu kwenye video hiyo. Shahidi huyo anajibu kwamba alivalia mavazi ya kivita ya kaki. Anaongeza kuwa anamfahamu Tundu Lissu kuwa ni mwanasiasa mkongwe na maarufu Tanzania. Toni yake inabaki kuwa rasmi na dhabiti. Majaji wakiendelea kuchukua maelezo. Mwendesha mashtaka anauliza shahidi huyo alifanya nini baada ya kutazama hotuba hiyo ya Tundu Lissu. Shahidi huyo anasema maneno hayo yalimuingia moyoni na kumshawishi. Anadai ajenda kusababisha usumbufu ilimaanisha kuleta fujo au kuharibu miundombinu. Mahakama inakaa kimya wakati anazungumza. Watazamaji wengine hubadilishana sura za mashaka. Ushahidi unaendelea bila usumbufu. Anaulizwa hotuba hiyo inarejelea uchaguzi gani? Anajibu kuwa ulikuwa ni uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 uliohusisha wabunge, rais na madiwani. Majibu yake yametolewa kwa sentensi zilizopangwa kana kwamba anajua anachozungumza. Benchi linasikiliza kwa makini. Mwendesha mashtaka anauliza nini kilitokea baada ya kuhisi kushawishiwa. Shahidi anaendelea kwa kujiamini. Anasema alifika kwa mwenyekiti wa vijana Songea aliyefahamika kwa jina la Chiza. Anaeleza kuwa alimwambia alishawishiwa na hotuba ya mwenyekiti Tundu Lissu. Anasema alieleza nia yake ya kuwa miongoni mwa watakaovuruga uchaguzi huo. Mwendesha mashtaka anauliza nini kilitokea baadaye. Shahidi huyo anasema alisifiwa kwa ujasiri wake. Anashuhudia kuwa Chiza alimpongeza sana. Anadai aliambiwa kuwa vijana kama yeye walihitajika ili kulikomboa taifa. Chumba cha mahakama kikiwa makini, mwendesha mashtaka anauliza nini kilifuata baadaye. Shahidi huyo anasema aliahidiwa kujumuishwa katika vikundi vya kupanga. Anaeleza kuwa aliongezwa kwenye kundi la WhatsApp linaloitwa Siasa Yetu. Anafafanua kuwa kundi hilo lilipewa jina rasmi la Siasa Yetu Updates. Anasema kundi hilo lilijadili mipango ya kuzuia uchaguzi huo wa mwaka 2025. Toni yake shahidi inabaki dhabiti na inakaririwa. Waamuzi wanaandika mfululizo. Mtuhumiwa anafuatilia kwa karibu. Anaendelea kusema kwamba alianza tena kazi yake ya kila siku baadaye. Aprili tarehe 6 mwaka 2025, anasema alipata taarifa kuwa mwenyekiti wa Chadema angezunguka mkoa mzima wa Ruvuma. Mwendesha mashtaka anauliza nani anamtaja kama mwenyekiti. Anajibu kuwa ni mheshimiwa Tundu Lissu. Anasema taarifa hizo zilitoka kwa Chiza. Anaeleza kuwa waliagizwa kujiandaa na mkutano wa hadhara uliopangwa kufanyika Aprili tarehe 10 mjini Songea. Anasema ukumbi uliopangwa ni viwanja vya Matalawe. Aprili tarehe 9 mwaka 2025, anadai alipata taarifa kuwa mwenyekiti huyo amekamatwa wilaya ya Mbinga. Kuna manunguniko katika chumba cha mahakama wakati huu. Majaji watoa wito wa kunyamaza na kuweza kuhimiza ukimya. Anasema kuwa aliwasiliana na Chiza ili kudhibitisha taarifa ya kukamatwa kwake.
Kwa mujibu wake, Chiza alithibitisha kuwa ni kweli mwenyekiti huyo amekamatwa. Hata hivyo, anasema aliambiwa kuwa mkutano wa Aprili tarehe 10 ungeendelea kama ulivyopangwa. Aliagizwa awepo mahali hapo. Ushuhuda unaendelea kwa kasi. Anashuhudia kuwa Aprili tarehe 10 walikusanyika katika viwanja vya Matalawe. Anasema walisubiri viongozi wanaofuatana na mwenyekiti kuhutubia umati huo. Anawataja Godbless Lema na Daktari Wilbrod Slaa. Pia anaeleza kuwa naibu mwenyekiti John Heche alihudhuria. Chumba cha mahakama kinabaki makini na kimya. Anasema wakati akisubiri gari la polisi lilifika. Kulingana naye, maafisa walitangaza kuwa hakuna mkutano utakaoruhusiwa siku hiyo. Anadai waliamriwa kutawanyika mara moja. Mwendesha mashtaka anauliza nini kilitokea baadaye. Anasema waliamua kuelekea ofisi za chama. Anazitaja ofisi za chama hicho kuwa ziko eneo la Mfaranyaki mjini Songea. Anasema walipofika walikuta viongozi kadhaa wa chama hicho. Anamtaja Adel Mayala ambaye anamtaja kuwa mwenyekiti wa Chadema kanda kusini wakati huo. Anasema kuwa muda mfupi baadaye polisi walifika tena. Anadai mabomu ya machozi yalirushwa kutawanya mkusanyiko huo. Anaendelea kushuhudia kuwa karibu saa 7 mchana naibu mwenyekiti aliwahutubia, ambaye huyu ni John Heche. Hata hivyo, anasema naibu mwenyekiti huyo alieleza kuwa barua ilipokelewa kutoka kwa polisi ikikataza mkutano wote siku hiyo. Mwendesha mashtaka anauliza ni nini kingine kilichosemwa wakati huo. Shahidi anasimama kwa muda mfupi kabla ya kuendelea. Ukimya unasikika katika chumba cha mahakama, kila mtu akiwa makini kumsikiliza shahidi atajibu nini. Chumba cha mahakama kinangojea kimya kwa maneno yake yanayofuata. Tutaachia hapa katika video hii, lakini tutaendelea tena na part 8 ama sehemu ya 8 ya kile ambacho kinajiri leo ndani ya ukumbi wa mahakama au chumba cha mahakama katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu, na ndani ya dakika chache tutaweza kupakia video nyingine ya mwendelezo kutoka hapa tulipoachia. Lakini pia tukumbuke hii ni kesi ya uhaini nambari 19605 ya mwaka 2025 inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, ambayo itazidi kuendelea leo hadi jioni, ambapo leo ni Ijumaa Februari tarehe 13 mwaka 2026. Kesi hii iliweza kuendelea kuanzia siku ya juzi na jana pia kwenye mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Ikumbukwe kuwa kesi hii inasikilizwa kwa mfululizo hadi Machi tarehe 6 mwaka 2026, ambapo hapo jana Alhamisi Februari tarehe 12 shahidi wa 4 wa jamhuri alitoa ushahidi wake, na leo kuna shahidi mwingine pia anaendelea kutoa ambaye ni huyu tunamsikiliza, na katika video ijayo tutaweza kukujuza zaidi aliyoyasema.